Haleluya, haleluya. Atukuzwe Mungu Baba, Mungu Mwana, Mungu Roho Mtakatifu, ambaye ametupa neema ya kuweza kuamka tukiwa wazima, tukiwa na afya njema. Ni siku nzuri, ni siku ya baraka, siku ya ushindi, siku ambayo Bwana ameifanya tena. Kuona siku ya leo ni muujiza, kwa sababu ni siku ambayo sitakaa nirudie kuiona tena. Hautakaa irudie kuiona tena, mpendwa. Kwa hiyo tuna kila sababu ya kumshukuru Mungu, tuna kila sababu ya kumtukuza Mungu, tuna kila sababu ya kusema asante Yesu kwa sababu ya upendo wako. Asante Yesu kwa sababu ya ukarimu wako, rehema zako. Ni rehema za Mungu tu. Kuiona siku ya leo ni rehema za Mungu tu. Kuona siku nzuri, siku njema ni rehema za Mungu tu. Kuona asubuhi iliyong'aa, asubuhi iliyo nzuri ni rehema za Mungu tu. Si kwa sababu ya nguvu zako, si kwa sababu ya akili zako, si kwa sababu ya utashi wako, no. Ni kwa sababu tu ya huruma za Mungu. Ni huruma za Mungu tu, ndio maana tumeweza kuiona siku ya leo. Hebu tumshukuru Bwana Yesu kwa sababu ametupa siku nzuri, ametupa siku njema. Umeamka salama, umeamka ukiwa vizuri, mambo yako yanaenda vizuri, una afya nzuri. Hata kama una tatizo ambalo linakusumbua, but hebu tuende mbele za Mungu tumwambie Bwana, asante kwa sababu umenipa uzima, umenipa tena kibali, umenihurumia tena. Baba, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai, ninakushukuru, ninakuinua, ninakutukuza, ninakusifu kwa sababu ya upendo wako. Umeniamsha salama, umeniamsha nikiwa na nguvu tena, umeniamsha nikiwa na nguvu tena, Adonai. Asante kwa sababu ya upendo wako, asante kwa sababu ya uzuri wako, asante kwa jinsi ambavyo umetusaidia, umetuwezesha tena sisi kuiona siku ya leo. Ni muujiza kwetu, ni baraka tele kwetu. Oh Bwana, tunakutukuza, tunakushukuru. Pokea sifa, pokea shukrani, pokea asante zetu Bwana wetu Yesu Kristo. Asante kwa kutujalia kuiona siku njema, asante kwa kutujalia kuona siku iliyo nzuri tena iliyo bora. Asante kwa kutusaidia tena na leo. Ninakushukuru, ninakuinua kwa sababu wewe ndiye Baba, tena ndiye Mungu wetu wa mbinguni. Hatuna mwingine kama wewe Bwana, hatuna mwingine kama wewe Jehova. Kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai, Bwana wetu Yesu Kristo, ninakutukuza na kukusifu kama neno lako linavyosema ya kwamba mshukuru ni Bwana kwa kuwa ni mwema. Nami nakushukuru kwa wema wako, ninakushukuru kwa wema wako. Ningelikuwa wapi, tungelikuwa wapi, watoto wako wangelikuwa wapi dakika hii, wangelikuwa wapi katika saa hizi, wangelikuwa wapi? Bali rehema na huruma zako Bwana. Tumelala lakini hatukujua tutaamkaje. Wewe ndiye uliyejua tu kwamba tutaamkaje. Wewe ndiye uliyejua tu kwamba tutaamka tukiwa katika hali gani. Tunakushukuru. Pokea sifa, pokea utukufu, pokea heshima na azama, kwa kuwa wewe ndiye Mungu na wala hapana mwingine kama wewe Bwana. Amen. Mtu wa Mungu, leo tutaenda kuomba neema maalum ya kustawi. Tutaenda kuomba neema maalum ya kustawi na kutawala juu ya kila ambacho Mungu alitukabidhi, ambacho Mungu ametukabidhi, ambacho Mungu amekukabidhi. Tutaenda kuomba kwa habari ya neema maalum ya kustawi na kutawala juu ya kila ambacho Mungu amekukabidhi kwenye maisha yako. Kwa nini nazungumza hivi? Kuna watu katika maisha yao wamepata neema ya kupata mali, kupata elimu, huduma na vitu vingine vingi sana, lakini adui amewakandamiza, adui amewazuia, adui amewanyima kutawala. Kwa nini nasema hivyo? Kwa sababu katika maisha yetu ambayo tumepewa kuishi katika dunia hii, tumepewa maisha ya kutawala na kumiliki na kustawi. Maisha ya kutawala, kumiliki na kustawi. Fahamu ili kwamba Mungu ni Mungu wa ustawi. Ni Mungu ambaye anapenda watoto wake wakue. Ni Mungu ambaye anapenda watoto wake waongezeke. Ni Mungu ambaye anapenda watoto wake wainuke.
Hakumuumba mwanadamu ili aishi maisha ya kushindwa. Haukuumbwa ili uishi maisha ya kushindwa. Haukuumbwa ili kuishi maisha ya kudumaa. Haukuumbwa ili kuishi maisha ya kupoteza. Kila ulichopewa na Mungu alikupa ili uweze kustawi kwenye hilo eneo, uweze kupiga hatua kwenye hilo eneo, uweze kuzaa kwenye hilo eneo. Ndio maana anasema wakati mwingine zaeni mkaongezeke. Anaposema zaeni mkaongezeke, hazungumzi tu kuongezeka katika kupata watoto, no, anazungumza pia kuongezeka kwenye kile unachokifanya. Anazungumza kuongezeka kwenye kile kitu ambacho unakimiliki. Kwa hiyo kama unamiliki shamba, anahitaji uongezeke kwenye hilo shamba. Kama unamiliki biashara, anahitaji uongezeke kwenye hiyo biashara. Kama unasoma, anahitaji uongezeke kwenye hiyo elimu. Kama upo ofisini, anahitaji aone wewe ukikua katika hiyo ofisi, ukipandishwa cheo kwenye hiyo ofisi. Kwa hiyo ndicho ambacho Mungu alichokusudia juu ya watoto wake, ndicho ambacho Mungu alikusudia juu ya wote ambao wanamwamini. Ndio maana anasema ya kwamba Mungu ni Mungu ambaye anapenda maisha ya watoto wake kustawi. Na ndio maana ukienda kusoma kitabu cha Mwanzo vizuri tu ukasoma kwa uelewa mpana wa Roho Mtakatifu, kuna namna ambavyo utaona jinsi Mungu alivyomuumba mwanadamu. Mwisho wa siku alikuja akamwambia mwanadamu, zaeni mkaongezeke, zaeni mkaongezeke. Kwa hiyo kuna jambo la kuzaa na kuna jambo la kuongezeka. Kwa hiyo kuna vitu ambavyo wakati mwingine unaweza ukavifanya, unavisimamia kwenye maisha yako, lakini hujawahi kuona kuongezeka kwenye hilo eneo, hujawahi kuona kukua kwenye hilo eneo. Kwa hiyo Mungu anatupa jukumu la kuongezeka, lakini kuna wakati mwingine adui apendi aone wewe ukiongezeka, apendi aone wewe ukikua, apendi aone wewe ukistawi, apendi aone wewe ukifanikiwa kwenye hilo eneo. Na ndio maana anakupiga vita kadri unavyowaza kwa habari ya kesho yako. Analeta vikwazo, analeta vishawishi, analeta vitabia vingine ambavyo wakati mwingine uwezi ukaona kama wewe unaweza ukapiga hatua. Kwa hiyo leo ninapokuambia kwamba kuomba neema ya Mungu ambayo itakusaidia wewe kustawi na kutawala kwenye kila eneo katika kile ambacho Mungu amekukabidhi kwenye maisha yako. Na ndio maana unaweza kukuta watu wengi wanajikuta wanapoteza fursa nyingi, wanapoteza mali, wanapoteza vipawa, wanapoteza huduma, wanapoteza kazi, wanapoteza hata zile baraka ambazo Mungu aliwakabidhi kwa sababu ya ukosefu wa neema, hekima, maarifa na uongozi wa Mungu. Kwa sababu kukosa neema ni kukosa uongozi wa Mungu, kukosa maarifa. Neema ina tabia ya kuja na maarifa, ina tabia ya kuja na uongozi wa Roho Mtakatifu, ina tabia ya kuja na maelekezo ya kimungu, ili kusudi uendelee kuwa katika consistency nzuri katika hilo eneo ambalo upo. Uone kuongezeka kwenye biashara, uone kuongezeka kwenye elimu, kwa sababu tu kuna neema ambayo imeondoka. Yamkini kipindi cha nyuma ulikuwa ni mtu ambaye kuna kitu ukifanya unaona matokeo, kuna kitu ukifanya unaona kukua, kuna kitu ukifanya unaona majibu, unaona kustawi. Lakini sasa hivi hauwezi ukaona. Kwa nini? Kwa sababu adui ameweka kizuizi wewe usiweze kukua. Kwa nini? Kwa sababu neema imeondoka. Yamkini hiyo neema imeondoka kwa sababu ya uovu, yamkini hiyo neema imeondoka kwa sababu ya vitabia ulivyo navyo. Kwa hiyo leo tunapoenda mbele za Mungu, ni lazima umuombe Mungu, mwambie Mungu, ninaomba neema ya kumiliki na kustawi katika kila ambacho umenikabidhi. Vitu vingi ambavyo Mungu anakuvikabidhi, mara nyingi unavipotezea, hauvitilii maanani katika kuviombea, hauvitilii maanani katika kuhitaji ulinzi wa kimungu, unavichukulia kawaida, na ndio maana yake na vyenyewe vinakuchukulia kawaida. Kwa hiyo ni muhimu sana tufahamu ya kwamba Mungu ambaye anatuwezesha kupata neema, Mungu ambaye anatuwezesha kupata neema, ni lazima tumuombe atusaidie. Huwa neema ina tabia kumwezesha mtu kufanya mambo ambayo kwa uwezo wake wa kawaida asingeweza kufanya, kufanya mambo ambayo kwa uwezo wake, kwa akili zake asingeweza kuyafanya. Na wakati mwingine neema ina tabia kumleta mtu
kumletea mtu hekima, kumletea mtu maarifa, na ina tabia kuleta hekima ya kufanya maamuzi sahihi kwa ajili ya kushinda vikwazo, kwa ajili ya kushinda vishawishi, ili uweze kupata uwezo wa kustawisha kila alichonacho mpaka kiongezeke kuleta matokeo makubwa. Kwa hiyo tunapoenda kuomba kwa habari ya neema hii, tunamwomba Mungu atufanye wasimamizi waaminifu wa kazi, wasimamizi waaminifu wa biashara, wasimamizi waaminifu katika huduma, wasimamizi waaminifu katika elimu ulionayo, wasimamizi katika familia, wasimamizi katika vipawa ambavyo Mungu amekujalia, wasimamizi katika karama ambayo Mungu amekupa, na msimamizi kwa habari ya mali ambazo Mungu amekukabidhi. Kwa hiyo tunapoenda kusimama mbele za Mungu na kumwomba Mungu atupe neema ya kustawi, kuongezeka, kufanikiwa na kutawala juu ya kila eneo la maisha yetu kwa utukufu wa jina lake tu. Sio kwa ajili yako, si kwa ajili ya mtu mwingine, no, kwa ajili ya utukufu wa jina lake tu. Kwa hiyo ninapokuambia omba maanisha omba, mwambie Mungu, ninahitaji neema inisaidie. Hii neema inisaidie kwenye biashara yangu. Hii neema inisaidie kwenye eneo langu. Hii neema inisaidie kwenye kila chochote ninachokitenda. Hii neema iniwezeshe kwenye mazingira niliopo. Hii neema inisaidie kwenye hali nilionayo. Hii neema inisaidie kwenye kile ninachokifanya, na itakusaidia, itakuwezesha. Wakati mwingine unamwambia Mungu, kwenye Mwanzo mlango wa 1 mstari wa 28 umesema ya kwamba zaeni mkaongezeke, mkaijaze nchi na kuitiisha, mkatawale. Kwa hiyo kuna neema ambayo Mungu akupatie ili ukaongezeke, na ukiongezeka maana kwamba utaitiisha na kuitawala, utaitiisha na kuitawala. Yamkini una vitu lakini huna mamlaka ya kuvitiisha, huna mamlaka ya kuvitawala. Kwa nini? Kwa sababu adui amezuia wewe usitiishe, amezuia wewe usitawale, amezuia wewe usione mema katika kila ambacho umekusudia kukifanya. So what you are supposed to do ni kuomba neema ya Mungu itakao kuwezesha wewe kustawi, wewe kumiliki, na wewe kufanikiwa kwenye hilo eneo ambalo upo. Yamkini wewe ni mwanafunzi, lazima umwombe Mungu aweze kukusaidia. Wewe ni mwanafunzi ambaye unatamani neema ya kutawala kwenye masomo yako, neema ya kustawi katika karia yako, neema ya kustawi katika eneo ambalo upo. Lazima umwombe Mungu akujalie hiyo neema, lazima umwombe Mungu aweze kukusaidia. Ukisoma kitabu cha Zaburi mlango wa 1 mstari wa 3, kuna namna ambavyo Mungu alikuwa anatoa maelekezo, na alipokuwa anatoa maelekezo ya kuzitii zile sheria za Mungu, kuepukana na mambo ya mizaa, kuepukana na watu wasiofaa, mwisho wa siku anakuja anasema kwamba naye atakuwa kama mti uliopandwa kando ya vijito vya maji, na kila alitendalo litafanikiwa. Kwa hiyo kuna vitu ambavyo, kama kuna vitu ambavyo umeviepuka, kuna vitu ambavyo umeachana navyo, Mungu anasema kwamba naye atakuwa kama mti uliopandwa kando ya vijito vya maji, na kila ambalo na kila alitendalo litafanikiwa. Na Mungu anazungumza in simple way kabisa. Ukisoma kitabu cha waraka wa 3 wa Yohana mlango wa 1 mstari wa 2, anasema kwenye hilo andiko, mpenzi, naomba ufanikiwe katika mambo yote na kuwa na afya njema, na kuwa na afya yako kama vile roho yako ifanikiwavyo. Kama vile roho yako ifanikiwavyo. Nini ambacho tunajifunza hapa? Anahitaji sisi tufanikiwe, anahitaji sisi tupige hatua, anahitaji sisi tustawi, anahitaji sisi tuongezeke. Kwa hiyo kama anahitaji sisi tuongezeke, ni muhimu sana kuzingatia kwamba sisi watoto wa Mungu, sisi watoto wa Kristo, ni lazima tumwombe Mungu atusaidie, kwa sababu yeye mwenyewe anahitaji tufanikiwe. Mungu aliyetuumba anahitaji tufanikiwe. Kwa hiyo kama anahitaji tufanikiwe, ni muhimu kumwomba Mungu atustahilishe, atusaidie, atuwezeshe tuweze kumiliki na kutawala katika vile ambavyo ametupa. Yamkini kuna vitu vingi Mungu amekupa kwenye maisha yako, lakini huna uwezo wa kuvitawala, huna uwezo wa kumiliki, huna uwezo wa kuvisimamia. Why? Kwa sababu adui ameweka kizuizi cha wewe kustawi kwenye hilo eneo.
au tunaenda kumwomba Mungu atupe neema ya kustawi katika kila eneo la maisha yetu. Tutamwomba Mungu hekima ya kusimamia vizuri kile Mungu alichotukabidhi. Vitu vingi Mungu amekukabidhi, lakini huwezi kuvisimamia. Amekukabidhi kitu fulani, amekukabidhi mambo fulani, amekukabidhi biashara fulani, amekukabidhi kazi fulani, amekukabidhi karama fulani, lakini mpaka leo uisimamii vizuri. Baba, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai, ninasogea mbele zako, mbele ya kiti chako cha enzi. Ninakuinua, ninakutukuza. Asante kwa sababu ya upendo wako na ukarimu wako, we Bwana. Ninakushukuru kwa sababu ya upendo wako. Ninakushukuru kwa sababu ya siku njema, siku nzuri. Katika jina la Yesu Kristo tunasogea kwako Bwana, wewe ambaye umesema ya kwamba leteni hoja zenu zenye nguvu, asema Bwana wa majeshi. Nami ninasogea kwako Bwana katika siku ya leo Mfalme. Ninasogea mbele zako jemedari wangu, ninasogea mbele zako Mungu wangu, wewe uliye mwaminifu na wala hapana mwingine kama wewe Bwana. Katika jina la Yesu Kristo na kwa damu ya Yesu, katika jina la Yesu Kristo na kwa damu ya Yesu, Bwana wangu na Mungu wangu, ninasogea mbele zako kuomba kwa habari ya neema, kuomba kwa habari ya neema itakayonisaidia, neema itakayonisaidia kustawi na kutawala juu ya kila ambacho umenikabidhi, juu ya kila ambacho umenipa, kwa jina la Yesu na kwa damu ya Yesu, kwa jina la Yesu na kwa damu ya Yesu. Ninasogea mbele zako Mungu wangu. Ni kweli kabisa kuna vitu ambavyo umenipa, lakini mpaka leo hii sivitawali wala kuvimiliki wala sizai matunda kwenye hivyo vitu, kwa sababu adui ameizimisha kile ambacho Bwana wakati mwingine adui amekizimisha, kwa sababu Bwana mbingu na nchi amenishinda kwenye hilo eneo. Kwa jina la Yesu Kristo leo ninasogea tena mbele zako. Yamkini Bwana kile kitu kimekufa kwa sababu ya uovu, kwa sababu ya tabia, kwa sababu ya mwenendo, ile neema ikapotea, ile neema imepotea kwa sababu nilimpa shetani nafasi. Leo ninasogea mbele zako, leo ninasogea mbele zako Mungu wangu na Baba yangu wa mbinguni. Ninahitaji neema yako. Nihurumie Bwana, nisamehe Bwana pale ambako wakati mwingine Bwana kwa sababu ya uzembe adui akaninyang'anya ile nafasi ya kumiliki, ile nafasi ya kutawala. Kwa jina la Yesu Kristo na kwa damu ya Yesu, kwa jina la Yesu Kristo na kwa damu ya Yesu na kwa damu ya mwana kondoo Kristo Yesu, pita ndani yangu, achilia rehema kwangu, achilia rehema kwa yule, achilia rehema juu yao Bwana, kwa jina la Yesu Kristo na kwa damu ya Yesu Kristo, kwa jina la Yesu Kristo na kwa damu ya Yesu Kristo. Bwana Yesu, achilia hiyo neema, achilia hiyo neema itakayonisaidia kumiliki na kutawala kwa jina la Yesu na kwa damu ya Yesu. Hiyo neema ambayo itanisaidia kustawi. Mungu wangu na Baba yangu wa mbinguni, nihurumie, nihurumie saa hii Bwana, nihurumie Mwokozi wangu, nihurumie Baba yangu wa mbinguni, nihurumie mtoto wako. Ni kweli nimekosea, ni kweli nimeenda kinyume chako, ni kweli nimeenda kinyume na sheria yako, ni kweli Bwana niliacha maagizo yako. Ndio maana adui amenikandamiza kwenye hili eneo, ndio maana adui amenikandamiza kwenye hili eneo. Kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa damu ya Yesu, amenikwamisha katika vingi, amenikwamisha katika vingi. Kwa jina la Yesu ninasogea kwako. Leo ninasogea kwako, leo ninasogea kwako, leo ninasogea kwako. Ninahitaji msaada wako, ninahitaji msaada wako Bwana. Bwana wa majeshi, nihurumie leo, nihurumie Mwokozi wangu, nihurumie Baba yangu wa mbinguni. Nahitaji huruma zako, nahitaji huruma zako Bwana, kwa jina la Yesu. Nisamehe Bwana, kwa sababu dhambi imesababisha nikakosa neema ya kuongezeka, nikakosa neema ya kustawi, nikakosa neema ya kutawala. Kwa jina la Yesu na kwa damu ya Yesu ninatubu Bwana, ninaomba rehema zako Bwana, ninaomba rehema zako kwa jina la Yesu. Dhambi yoyote iliyoninyima kustawi ninaifuta kwa damu ya Yesu. Dhambi yoyote iliyoninyima kutawala, ninaifuta kwa damu ya Yesu. Dhambi yoyote iliyozuia mafanikio yangu, iliyozuia kutawala kwangu, iliyozuia kukua kwangu, ninaikemea kwa jina la Yesu. Ninaifuta kwa damu ya mwana kondoo, ninaifuta kwa damu ya mwana kondoo, ninaifuta kwa damu ya mwana kondoo, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Dhambi ya mawazo mabaya, kwa damu ya Yesu Kristo ninaifuta, ninaifuta
ninaifuta uovu wote ambao umeninyima mimi kukua, uovu wote ambao umeninyima mimi kustawi, kwa jina la Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa damu ya mwanakondoo, kwa damu ya mwanakondoo, kwa damu ya mwanakondoo, kwa damu ya mwanakondoo, kwa jina la Yesu Kristo, kwa damu ya 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 Yesu Kristo, kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Bwana Yesu, achilia neema yako, achilia neema yako ya rehema zako kwa damu ya Yesu Kristo. Ni rehemu Bwana, ni rehemu Bwana, rehemu mtoto wako, rehemu mtoto yule, rehemu kijana yule, rehemu mama yule, rehemu baba yule, katika jina la Yesu na kwa damu ya Yesu, damu ya Yesu Kristo iwatakase Bwana, maana uovu umezuia kesho yao njema, imezuia wao kuzaa, uovu umezuia wao kustawi, umezuia wao kumiliki, kwa jina la Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa jina la Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa jina la Yesu, kwa damu ya Yesu. Bwana Yesu, Bwana Yesu, usinyamaze Bwana wangu, usinyamaze Mungu wangu, kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu, katika jina la Yesu. Hiyo neema ya kumiliki na kutawala na ile Bwana ikawepo ndani yangu kwa jina la Yesu Kristo na kwa damu ya Yesu. Ninasogea mbele zako Bwana, neno lako linasema, mpenzi, naomba ufanikiwe katika mambo yako yote na kuwa na afya yako, na Bwana kama jinsi roho yako ifanikiwavyo, kwa jina la Yesu na kwa damu ya Yesu, kwa jina la Yesu na kwa damu ya Yesu. Bwana wangu ninakuita, Bwana wangu ninakuita, kwa damu ya Yesu. Kila chochote kile cha adui kilichozuia maisha yangu ya kustawi, maisha yangu ya kukua, maisha yangu ya kuendelea mbele, kwa damu ya Yesu ninakiondoa tabia ya uvivu iliyozima kustawi kwangu, tabia yote ambayo imezima kustawi kwangu, naifuta, naiondoa kwa damu ya mwana kondoo, kwa damu ya mwana kondoo, kwa damu ya mwana kondoo. Naiondoa hiyo tabia, naiondoa hiyo tabia kwa jina la Yesu, naiondoa hiyo tabia kwa damu ya Yesu, naiondoa hiyo tabia kwa jina la Yesu, naiondoa hiyo tabia iliyozima kesho yangu, ambayo inazuia mimi nisistawi kiuchumi, mimi nisistawi kibiashara, mimi nisistawi kielimu. Naiondoa kwa damu ya Yesu, naiondoa kwa damu ya Yesu hiyo tabia iliyozuia mimi nisistawi kwenye huduma. Naifuta kwa damu ya Yesu, 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 kwa damu ya Yesu Kristo na kwa jina la Yesu, kwa damu ya Yesu Kristo na kwa jina la Yesu, kwa damu ya Yesu Kristo na kwa jina la Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu. Bwana, zirisha ukoo wako Bwana, kwa jina la Yesu. Tumeduma kwenye eneo la kazi kwa sababu ya kukosa ile neema, tumeduma kwenye eneo la kielimu kwa sababu ya kukosa hiyo neema, tumeduma kwenye eneo la biashara kwa sababu tumekosa ile neema. Leo nasogea kwako, nahitaji hiyo neema, Bwana wangu na Mungu wangu. Jizirishe Jehova, jizirishe Baba yangu, kwa jina la Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa jina la Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa jina la Yesu, kwa damu ya Yesu. Nisaidie Bwana wangu, nisaidie Jehova, kwa jina la Yesu Kristo na kwa damu ya Yesu, kwa jina la Yesu Kristo na kwa damu ya Yesu. Ninakualika Bwana wangu, nisaidie Jehova, nisaidie mfalme wa falme, nisaidie Kristo Yesu, nisaidie mfalme wa falme, kwa jina la Yesu, kwa damu ya Yesu. Nakataa kila kizuizi, nakataa kila vishawishi vilivyonyima mimi kukua, mimi kuongezeka, mimi kuzaa, kwa jina la Yesu, kwa damu ya Yesu. Hatuoni kukua kwa sababu adui amekandamiza maisha yetu, kwa damu ya Yesu,
kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu. Bwana, ninaomba hiyo neema ya kustawi. Achilia neema yako ya kukua katika huduma, katika karama, katika vipawa, katika kazi, katika eneo lolote, kwa jina la Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu. Ninatangaza kukua kwenye maisha yetu. Ninatangaza kukua kwenye hiyo kazi yako, kwenye hiyo biashara yako. Ninatangaza kukua kwa jina la Yesu, kwa damu ya Yesu, 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 katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Ninaomba hekima ya Mungu itakayonisaidia kusimamia vizuri kila Mungu alichonikabidhi kuanzia leo. Mungu, nijalie hekima ya kusimamia kile ulichonikabidhi. Nijalie hekima ya kusimamia vile ambavyo umenikabidhi. Omba, mwambie Mungu akujalie kusimamia kwa hekima vile ambavyo amekukabidhi, vile ambavyo amekupa, kile ambacho amekukabidhi, kwa jina la Yesu. Neema ya kusimamia kile ambacho umenikabidhi Bwana, neema ya kusimamia kile ambacho umeweka ndani yangu, neema ya kusimamia kile ambacho umenipa, neema ya kusimamia pale ambako umenipa kukaa, kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu. Naomba hiyo hekima, naomba hekima yako Bwana ya kusimamia vizuri kile ambacho umenikabidhi, kile ambacho umenipa, kile ambacho umetupa, neema ya kusimamia kwa jina la Yesu, 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 kwa damu ya Yesu Kristo, kwa damu ya Yesu Kristo, kwa damu ya Yesu Kristo, kwa damu ya Yesu Kristo. Kuanzia leo nitasimamia kwa hekima, nitasimamia kwa hekima kile chochote kile ambacho Bwana umenikabidhi, chochote kile ambacho umenikabidhi, nitasimamia kwa hekima, nitasimamia kwa hekima ya kwako Bwana, kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa damu ya mwana kondoo, kwa damu ya mwana kondoo, kwa jina la Yesu Kristo, na kwa damu ya Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Twende mbele za Mungu, tumuombe Mungu atujalie neema ya kuzaa matunda, ya kuongezeka. Yamkini unazaa matunda lakini uongezeki. Leo omba, mwambie Mungu, nijalie hekima ya kuzaa matunda na kuongezeka. Maana anasema zaeni mkaongezeke. Hasemi tu uzae na kubaki pale pale. Anachosema uzae na kuongezeka. Omba hiyo neema ya kuzaa na kuongezeka. Omba hiyo neema ya kuzaa na kuongezeka. Yamkini umezaa vitu vingi lakini hakuna sehemu lolote, hamna sehemu popote ambako uliwahi kuongezeka, ambako uliwahi kukua, ambako uliwahi kuongezeka. Kwa jina la Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu, ninaomba Bwana kuongezeka, ninaomba kuongezeka pamoja na kuzaa. Bwana, nipe neema ya kuongezeka zaidi, nipe neema ya kuongezeka zaidi kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Nitazaa kuanzia leo matunda mema na kuongezeka katika biashara yangu, nitazaa na kuongezeka katika kazi yangu, nitazaa na kuongezeka katika elimu yangu, nitazaa na kuongezeka katika familia yangu, nitaongezeka kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Nitazaa na kuongezeka kwenye ile familia kwa jina la Yesu Kristo, na kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu Kristo, kwa jina la Yesu Kristo, kwa damu ya Yesu Kristo. Ninatamka maongezeko, ninatamka maongezeko, ninatamka maongezeko, ninatamka maongezeko, ninatamka maongezeko kwenye hiyo elimu kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu. Kwenye huduma natamka kuongezeka, natamka kuongezeka. Nitazaa na kuongezeka, nitazaa na kuongezeka katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Kuzaa na kuongezeka kwenye hiyo biashara, kuzaa na kuongezeka kwenye hiyo kipawa kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai, kwa jina la Yesu Kristo na kwa damu ya Yesu Kristo, katika jina la Yesu. Kuanzia leo ninatangaza kuzaa na kuongezeka kwenye kila eneo la maisha yako, kwenye kila eneo la maisha yako. Reketeriaba, reposeketeriaka, katika jina la Yesu na kwa damu ya Yesu, katika jina la Yesu na kwa damu ya Yesu. Ninaomba Bwana uwezo wa kutawala juu ya changamoto na vikwazo vyote, vya kutawala juu ya changamoto na vikwazo vyote ambavyo vinaibuka kwenye maono yangu, vinaibuka kwenye karama, kwenye biashara, kwa jina la Yesu. Hizo changamoto hazitanishinda tena, hizo changamoto hazitanitawala tena, bali mimi nitazitawala, mimi nitazishinda kwa jina la Yesu. Nijalie
nijalie neema ya kutawala hizo changamoto, ya kutawala hizo changamoto kwa jina la Yesu Kristo, kwa jina la Yesu Kristo. Maana Mungu wangu, wewe ni zaidi ya hizo changamoto, wewe ni zaidi ya hizo changamoto. Kwa damu ya Yesu, wewe ni zaidi ya hivyo vikwazo. Kwa damu ya Yesu, vikwazo vya aina yote vinavyoibuka kwenye ile karama, kwenye hiyo elimu, kwenye hiyo biashara, ninavitawala, ninavitawala, ninavitawala kwa damu ya Yesu, kwa damu ya mwana kondoo, kwa damu ya mwana kondoo, kwa damu ya mwana kondoo, katika jina la Yesu Kristo na kwa damu ya Yesu. Bwana wangu na Mungu wangu, ninaomba mfalme wa majeshi unisaidie kuvitawala hivyo vikwazo, nisaidie kuvitawala hivyo vichangamoto, nisiipe tena kipaumbele, nisiape tena kipaumbele, nisiape tena kipaumbele, nisiape changamoto kipaumbele, nisiape vikwazo kipaumbele. Maana nikiapa kipaumbele itaninyima kustawi, itaninyima kutawala, itaninyima kukua katika kile ulichonikabidhi. Kwa jina la Yesu Kristo na kwa damu ya Yesu, katika jina la Yesu Kristo na kwa damu ya Yesu, katika jina la Yesu Kristo na kwa damu ya Yesu. Bwana, ninasogea mbele zako Bwana, ninaomba Bwana wangu na Mungu wangu, nijalie neema ya kufanikiwa katika kazi, katika biashara, katika huduma na familia, katika jina la Yesu, na marafiki, kwa damu ya Yesu Kristo na kwa jina la Yesu. Nipe mafanikio kwenye ile eneo, nipe kustawi kwenye ile eneo, nipe kukua kwenye ile eneo kwa damu ya Yesu, kwa jina la Yesu. Ni Bwana wa majeshi, nisifanye tu nisione kukua, nisifanye tu nisione faida kwa jina la Yesu. Nawe ni Mungu wa faida, ni Mungu wa faida, wala si Mungu wa hasara, sio Mungu wa hasara, ni Mungu wa faida, ni Mungu wa faida, ni Mungu wa mafanikio kwa damu ya Yesu na kwa jina la Yesu, kwa damu ya Yesu na kwa jina la Yesu. Bwana wa mbingu na nchi, asante kwa sababu ya wema wako. Ninaomba Roho Mtakatifu unisaidie Mwokozi wangu. Bwana, niwe mwaminifu katika vitu vidogo vidogo, niwe mwaminifu katika vitu vidogo vidogo. Pray. Mwambie Mungu akujalie neema ya kuwa mwaminifu katika vitu vidogo vidogo. Ujalie neema ya kuwa mwaminifu katika vitu vidogo vidogo ambaye anakukabidhi, ili siku zote zikazidi kukua katika jina la Yesu, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Mwambie Bwana, ninaomba neema ya kuwa mwaminifu katika vitu vidogo vidogo, ya kuwa mwaminifu katika vitu vidogo vidogo kwa jina la Yesu. Nipe Bwana neema ya kuwa mwaminifu katika kitu kidogo, katika vitu vidogo vidogo. Maana Mungu, ninapokuwa mwaminifu katika vitu vidogo vidogo, inakuwa ni vyepesi wewe kunikabidhi vitu vikubwa zaidi, wewe kunikabidhi vitu vikubwa zaidi kwa jina la Yesu Kristo, kwa jina la Yesu Kristo. Nijalie neema ya kuwa mwaminifu kwenye hivyo vitu vidogo, ya kuwa mwaminifu kwenye hivyo vitu vidogo kwa jina la Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa jina la Yesu, kwa damu ya Yesu. Bwana wangu na Mungu wangu, nijalie hiyo neema ya kuwa mwaminifu kwenye hivyo vitu vidogo, ya kuwa mwaminifu kwenye hivyo vitu vidogo kwa damu ya Yesu Kristo na kwa jina la Yesu, kwa damu ya Yesu Kristo na kwa jina la Yesu. Neema ya kuwa mwaminifu kwenye hivyo vitu vidogo vidogo kwa jina la Yesu Kristo na kwa damu ya Yesu, kwa jina la Yesu Kristo na kwa damu ya Yesu, kwa jina la Yesu Kristo na kwa damu ya Yesu. Bwana wangu na Mungu wangu, nisaidie Bwana, niwe mwaminifu kwenye hivyo vitu vidogo vidogo. Neno lako linasema tunda la Roho ni uaminifu, tunda la Roho ni uaminifu. Nipe kuwa mwaminifu kwenye hiyo kitu kidogo ninachokifanya, kwenye hicho kitu kidogo ninachokitenda, kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai, katika jina la Yesu. Baba, tunakushukuru kwa sababu ya upendo wako. Asante kwa jinsi ambavyo umetujalia kusogea tena mbele zako siku ya leo. Ninakushukuru kwa sababu ya watoto wako, ninakushukuru kwa sababu ya mtu mmoja mmoja. Asante kwa ajili yao Bwana. Ninaomba ukawabarikie na kuwalinda Bwana, na kuwaepusha na yule adui, na kuwatenga na kila ina udhaifu, katika jina la Yesu Kristo. Wasiwe wa kawaida kwenye maisha yao, wasiwe wa kawaida kwenye jambo lolote, katika jina la Yesu Kristo. Ninatamka neema ya kukua zaidi kwenye maisha yao, ninatamka neema ya kutawala zaidi kwenye maisha yao, ninatamka neema ya kuzaa na kuongezeka kwenye maisha yao, kwenye kazi zao, kwenye elimu zao, kwenye kila chochote wanachokitenda, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Usiwapungukie wala kuwaacha, baraka ziwaandame, mema zikatawale kwenye maisha yao, kwa damu ya Yesu Kristo na kwa jina la Yesu Kristo. Thank you Jesus, thank you my
Father of the heaven, kwa sababu Bwana umesikia maombi yetu ambao tumekuomba watoto wako siku ya leo, tukiamini ya kwamba yapo mengi na mazuri utaenda kujifunua juu yetu, utaenda kujifunua kwenye kazi zetu, utaenda kujifunua kwenye elimu yetu, utaenda kujifunua kwenye maisha yetu, utaenda kujifunua kwenye familia zetu, utaenda kujifunua kwenye kila chochote tukitendacho, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Dhihirisha nguvu zako Bwana, dhihirisha nguvu zako juu yao. Kwa imani Bwana, ninatamka mema itawale maisha ya yule kijana wa kiume na wa kike. Ninatamka mema kwenye hiyo familia, ninatamka mazuri kwenye hiyo familia, katika jina la Yesu Kristo, katika jina la Yesu Kristo, na kwa damu ya Yesu Kristo. Asante Bwana kwa sababu hautawaacha wala kuwapungukia. Asante Kristo Yesu kwa sababu umesikia maombi yetu, in the name of Jesus Christ. Thank you Father, thank my Father of the heaven. Sante Yesu, sante Mwokozi wetu, sante kwa sababu Bwana umetusikia. Mungu wa mbinguni akubariki mtu wa Mungu. Mungu wa mbinguni akuinue, Mungu wa mbinguni akuheshimishe, Mungu wa mbinguni akupe kuongezeka katika jina la Yesu. Wewe sio mtu wa kawaida na wala hautakuwa wa kawaida, kwa damu ya Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Amen. Mimi ni mtumishi wa Mungu Petro Lesson Joseph. Mungu wa mbinguni akubariki sana, na endelea kufuatilia maombi haya, maana utaona Mungu akijifunua kwenye maisha yako. Amen.